Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 4 mwaka A wa Kanisa. Liturujia ya neno la Mungu katika Dominika hii inatualika kuukumbatia umaskini wa roho. Kila mwanadamu katika maisha yake ya kila siku hapa duniani anatafuta kuwa na furaha. Ndio sababu tunapambana kila siku kufanya kazi kwa bidii na nidhamu na maarifa ili kuweza kufanikisha ndoto hii ya kufanikiwa katika maisha, ndoto ya kuwa na furaha katika maisha yetu. Dominika ya leo inatupa mtazamo tofauti kabisa wa maisha yetu sisi kama wafuasi wa Kristo. Kristo anatualika kuukumbatia umaskini wa roho iwapo tunataka kuitafuta na kuipata furaha ya kweli. Kuwa maskini wa roho ni kutambua ya kuwa hakuna furaha, hakuna mafanikio yapatikanayo nje ya Mungu. Ni kutambua kuwa kila kitu tulichonacho katika maisha yetu kinatoka kwa Mungu na kwamba pasipo yeye hatuwezi jambo lolote. Ni kukiri udogo, unyonge na udhaifu wetu mbele zake na kutegemea daima huruma na msaada wake. Ni kuishi maisha ya utauwa, kuwa wanyenyekevu, kuwajali na kuwasaidia wanyonge na maskini na wanaoonewa, kuvumilia katika mateso na kuwa wajumbe wa haki na amani hapa duniani. Hizi ndizo heri. Hii ndiyo katiba na mwongozo wa maisha yetu hapa duniani itakayotupelekea kuipata furaha na heri ya kweli kwa kuungana na kumwona Mungu uso kwa uso katika uzima wa milele. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza ni kitabu cha nabii Zefania sura ya 2 aya ya 3 na sura ya 3 aya ya 12 hadi 13. Mtafuteni Bwana, enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, ninyi mliozitenda hukumu zake, itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Lakini nitasaza ndani yako watu walioonewa na maskini, nao watalitumainia jina la Bwana. Mabaki ya Israeli hawatatenda uovu, wala kusema uongo, wala ulimi wa hadaa hautaonekana kinywani mwao. Kwa maana watakula na kulala, wala hapana mtu atakayewaogofya. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 1 aya ya 26 hadi 31. Ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili havibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili takatifu ni Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 1 hadi 12a. Karibuni tusikilize somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, e Bwana. Yesu alipowaona makutano alipanda mlimani.
Na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia. Akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Somo la kwanza ni kitabu cha nabii Zefania, ni ile sura ya 2 aya ya 3 na sura ya 3 aya ya 12 hadi 13. Somo hili la kwanza ni kutoka katika kitabu hiki cha nabii Zefania. Kuelewa ujumbe wa somo hili unavyohusiana na Dominika hii ya 4 ya mwaka A wa kanisa, tunapaswa kuelewa mambo kadhaa. Nabii Zefania alifanya kazi yake ya unabii wakati gani hasa? Je, ni mazingira gani yalikuwepo katika jamii wakati huu wa nabii Zefania? Nabii Zefania alitumwa na Mungu kufanya kazi ya unabii katika taifa la Yuda kati ya miaka 640 hadi 622 kabla ya Kristo. Ni kabla ya taifa hilo alijapelekwa utumwani Babiloni. Ilikuwa ni katika utawala wa mfalme Yosia aliyetawala baada ya utawala mrefu wa babu yake aliyeitwa Manase na utawala mfupi kabisa wa baba yake aliyeitwa Amoni. Katika kipindi hiki taifa la Yuda lilishuhudia kiwango kikubwa sana cha mmomonyoko wa maadili ya kidini na kijamii, religious and moral decadence. Kidini, watu walimwacha Mungu wa kweli na kuabudu miungu ya wapagani, au kwa lugha ya kuazima religious syncretism. Waliabudu Baali na Ashera. Hii ilikuwa ni miungu ya Wakanaani pamoja na miungu mingine mingi, na wakamwacha Mwenyezi Mungu na wakafikia hatua ya kuweka miungu hiyo katika hekalu la Yerusalemu. Tukisoma katika kitabu cha pili cha Wafalme ile sura ya 21 aya ya 1 hadi ya 9, tunaweza tukapata habari hii katika upana wake. Lakini kijamii, kulikuwa na rushwa, kulikuwa na unyanyasaji mkubwa sana wa maskini na wanyonge. Viongozi walitumia vibaya madaraka yao, hawakuwatendea watu kwa haki na usawa. Walijiona wanajiweza peke yao, wakamsahau Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli, hata wakafikia hatua hii ya kwenda kuabudu miungu mingine. Ni katika mazingira hayo nabii Zefania anakuja kutangaza hukumu ya Mungu. Hukumu hii ya Mungu haiji kwa wale walio maskini na wanyenyekevu, bali waliojikweza na kumsahau Mwenyezi Mungu. Anatoa ujumbe wa faraja kwa wale waliokuwa maskini na wanyonge wachache, akisema, mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, ninyi mnaozitenda hukumu zake. Itafuteni haki, tafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Maskini ni wale wanaotambua kwamba hawana chochote katika ulimwengu huu, bali wana Mungu. Maskini ni wale wanaotambua kuwa hata kama wana kila kitu, bado bila kuwa na Mungu hawana kitu chochote. Hawa watairithi nchi, hawa wataikwepa hukumu ya Mungu. Somo la Injili takatifu ni kutoka katika Injili ya Mathayo, ni sura ya 5 aya ya 1 hadi 12a. Katika somo la Injili takatifu, Bwana wetu Yesu Kristo anatoa hotuba yake mlimani. Bwana wetu Yesu Kristo alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia, naye akaanza kuwafundisha. Ni watu wa namna gani walimjia Yesu kumsikiliza? Hawa hawakuwa matajiri, hawakuwa watawala, wala si Mafarisayo na waandishi. Hawa walikuwa ni watu maskini, walikuwa ni wavuvi, wakulima,
na waliojishughulisha na kazi za kawaida tena zenye ujira mdogo. Tukitambua kwamba Yesu alianza utume wake Galilaya, kama tulivyosikia katika Dominika iliyopita, alianza utume wake katika Galilaya ya mataifa, sehemu ambayo ilikuwa haijakaliwa na watu wenye thamani. Ni watu waliokuwa huko suburbs au waliokuwa wametengwa, watu waliokuwa wanaonekana hawana umuhimu. Hapo Kristo ndio ameanza utume wake. Ni watu waliokuwa wanapitia mateso kutoka katika watawala wa wakoloni wa Kirumi, lakini pia walikuwa wanapitia ugumu wa sheria ngumu sana za dini ya Kiyahudi. Wengi wakakata tamaa, wakaona kama Mungu yuko mbali sana nao, wakaona kama kumwendea Mungu ni mchakato, ni prosesi ndefu sana, na wakawa na shauku kubwa sana ya ujio wa Masia. Wakasubiria kwa hamu ukombozi kama taifa la Israeli walivyosubiri kwa hamu ukombozi kutoka katika utumwa wa Misri. Kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo alipanda mlimani? Bwana wetu Yesu Kristo katika Agano Jipya ndiye Musa mpya. Anakwenda mlimani vile kama Musa alivyopanda mlimani, ambapo ndipo alikwenda kupewa sheria ya Mungu, sheria iliyokuwa katiba, iliyokuwa mwongozo wa taifa la Mungu ili waweze kuifikia nchi ya ahadi. Bwana wetu Yesu Kristo anapanda mlimani hapo, yeye kama mwalimu, yeye kama Mungu, yeye kama Musa mpya, anatoa sheria mpya kwa wanafunzi wake. Ndizo heri, ndizo beatitude tunazozisikia, au kwa lugha ya Kigiriki makarios. Ndiyo katiba na mwongozo wa maisha kwa anayetamani kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na sheria ya kwanza anayoitoa ni heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mwenyezi Mungu anawajali, kuwahurumia na kuwainua wale walio maskini, wanaodharauliwa, wasio na thamani. God's preferential option for the poor. Hao watauona ufalme wa mbinguni. Wale ambao haki yao hawajaipata hapa duniani, wale waliopitia dhuluma na maumivu ya hapa duniani, Kristo anawaahidi haki na furaha ya kudumu katika uzima wa milele. Heri ni kwa wale wanaotambua ya kuwa maisha yao si kitu bila Mungu, wanaotambua kuwa hawajajitosheleza katika maisha, hata kama wana kila kitu bado wanamhitaji Mungu. Ufalme wa Mungu sio kwa wale wanaojikweza, bali walio wadogo na wanyonge mbele za Mungu. Kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo anaanza na heri hii kati ya heri zingine zote 8? Heri walio maskini wa roho. Ni kwa sababu unyenyekevu, umaskini wa roho ndio msingi wa fadhila nyingine zote. Ni kinyume cha majivuno. Fadhila nyingine zote zinajengeka ndani ya mtu anayetambua utupu, emptiness ya moyo wake mbele za Mungu, na Mungu anatukirimia fadhila nyingine zote. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, ni sura ya kwanza aya 26 hadi 31. Sehemu hii ya waraka huu wa Mtume Paulo kwa Wakorinto ni kiini cha waraka huu mzima wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Mtume Paulo anaeleza namna Mungu anavyofanya kazi kinyume na mitazamo na vipimo vya kidunia. Mungu aliyechagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili yaviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa ili avibatilishe vilivyoko. Ni kwa njia ya msalaba Mwenyezi Mungu ameamua kudhihirisha kwetu nguvu yake na hekima yake. Nasi sote bila ya mastahili yetu, licha ya unyonge wetu, licha ya dhambi zetu, bado Mungu ametuhesabu tena kuwa wenye haki mbele zake kwa njia ya sadaka ya Kristo Bwana wetu. Hivyo sisi hatuna lolote la kujivunia, kwa kuwa hii yote ni neema ya bure kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu mpendwa, katika masomo yetu katika Dominika ya leo tuna mafundisho yafuatayo ya kujifunza. Fundisho la kwanza, je, ni wapi ilipo furaha yangu ya kweli? Katika maisha yetu ya kila siku, kama nilivyotangulia kusema katika utangulizi, kila mwanadamu anapambana kutafuta furaha. Ndio sababu tukiulizana swali moja tu, kwa nini tunahangaika kila siku kufanya kazi? Kwa nguvu, kwa moyo, kwa juhudi,
kwa maarifa, kwa sadaka. Moja kati ya majibu ambayo kila mmoja anaweza kutoa ni kwamba nataka kufanikiwa, nataka kupiga hatua katika maisha, nataka kukimbia umaskini, nataka kutafuta furaha, nataka kuona mafanikio yangu kwa macho yangu. Mtakatifu Agustino wa Hippo anatufundisha tofauti kubwa sana kati ya aina mbili za furaha. Aina ya kwanza anasema ni furaha itokanayo na mambo ya kidunia, yaani felicitas temporalis, furaha ya kidunia au furaha itokanayo na mambo ya kidunia. Ni furaha itokanayo na vitu vya nje ya nafsi ya mwanadamu, vitu vilivyoumbwa na Mungu, ila si furaha itokanayo kwa Mungu muumba wetu. Vitu hivi vyaweza kuwa ni mali, heshima, umaarufu, afya, mafanikio ya kijamii, kielimu, kiuchumi, anasa, starehe na kadhalika. Vitu hivi si vibaya. Vitu hivi ni vyema kwa asili yake, kwa sababu vyote vimeumbwa na Mungu, lakini si lengo la mwisho la maisha ya mwanadamu. Furaha hii haidumu, ni ya muda, kwa kuwa vitu vyote vya dunia hii hubadilika. Mwanadamu hubadilika, mazingira hubadilika. Hivyo furaha inayotegemea vitu hivyo vinavyobadilika haiwezi kudumu. Tunaweza kuwa navyo vitu vyote, lakini hatuna uhakika kama kesho vitakuwepo. Furaha inayoweza kupotea, hiyo siyo furaha ya kweli. Mtakatifu Agustino anatufundisha kuwa tatizo kubwa sio vitu vyenyewe, bali ni namna vinavyopendwa, ambapo anaita kwa lugha ya Kilatini ordo amoris, namna tunavyopenda hivi vitu. Vitu vyenyewe vina tatizo, lakini ile namna, ordo amoris, jinsi gani nimeweka mpangilio sahihi wa upendo wangu katika vitu hivi vingi ambavyo vinanizunguka, ambavyo vyote vimeumbwa na Mungu, na kutokuvipa kipaumbele cha kwanza zaidi kuliko Mwenyezi Mungu. Ordo amoris, mpangilio sahihi wa upendo wetu. Furaha ya muda hutokea pale mwanadamu anavyopenda vitu vya muda kama vile ni vitu vya milele. Hapo ndipo nafsi hupotoshwa, ndipo vita hutokea, ndipo unyanyasaji hutokea, ndipo rushwa hutokea, ndipo hofu hujaza mioyo yetu, ndipo wivu, uchoyo huzidi sana. Je, moyo wangu na moyo wako upo wapi? Furaha yangu imejengeka katika nini? Mungu akichukua kila nilichonacho sasa hivi, kwa mfano kama alivyofanya kwa Ayubu, je, bado nitabaki na amani? Nitabaki bado na ile furaha ndani ya moyo? Nitabaki bado na upendo na matumaini kwa Mungu na kwa watu? Mungu amenijalia mema yake. Je, bado nimebaki kuwa mnyenyekevu? Pale moyo wako ulipo, ndipo na hazina yako ilipo. Fundisho la pili, furaha ya kweli ipo katika kumtafuta Mungu na kuziishi heri. Mtakatifu Agustino anatufundisha aina ya pili ya furaha, ambayo ndiyo furaha ya kweli, furaha ya kudumu. Furaha ya kweli haitokani na vitu, bali inatokana na ushirika wa kudumu na Mungu mwenyewe. Mwenyezi Mungu ndiye wema mkuu, summum bonum, ndiye lengo la mwisho la maisha yetu, anavyoita finis ultimus. Hivyo furaha ya kweli lazima ipatikane pale ambapo upo wema huu mkuu, yaani alipo Mungu mwenyewe. Ni furaha ya kweli kwa kuwa Mungu habadiliki, Mungu hapotei, Mungu hachoki. Watu watabadilika, vitu vitapotea, vitu vitachoka, Mungu habadiliki. Na hivyo ushirika wetu naye hauwezi kuvunjwa kwa chochote. Na furaha itokanayo na Mungu wetu ni ya milele, ni ya wakati wote, ni ya kudumu. Kumbe heri ni njia ya kufikia uzima wa milele, ni katiba, ni mwongozo, ni mlango wa kuingia katika uzima wa milele. Mtakatifu Agustino yeye alihangaika kutafuta furaha katika mambo ya ulimwengu huu, hakufanikiwa. Anasema, umetuumba kwa ajili yako, e Mungu, na mioyo yetu haina raha mpaka ipate raha kwako. Heri si raha ya muda, bali ni hali nafsi inayopata pumziko thabiti kwa Mungu. Licha ya mateso,
maumivu, tabu, dhiki, bado roho tajiri ndani ya uwepo wa milele wa Mungu. Ni nafsi iliyo katika mpangilio sahihi wa upendo. Licha ya utajiri, mali, vyeo, bado nafasi ya Mungu iko pale pale katika nafasi ya kwanza juu ya vitu vyote tulivyo navyo katika maisha yetu. Kumbe, tunavyohangaika kutafuta maisha yetu ya hapa duniani ya kila siku, tunavyojishughulisha na mambo mengi ya kupita, tumtafute kwanza Mungu asiyepita kamwe, Mungu asiyesahau, Mungu asiyetuacha, Mungu asiyechoka, na hapo tutaipata furaha ya kweli. Mwombe Mungu akupe mpango sahihi wa upendo wako, Ordo Amaris, ili daima uipate furaha ya kweli. Fundisho la 3, tunaziishije heri hizi katika maisha yetu ya kila siku? Heri tumeona ndio katiba, ndio mwongozo wa maisha yetu sisi kama wafuasi wa Kristo, kama kweli tunataka kuipata hiyo furaha ya kweli. Bwana wetu Yesu Kristo katika hotuba yake ya mlimani anaanza kwa kusema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kisha zinafuata heri nyingine 7. Heri hizi zina maana gani katika maisha yetu sasa, ikiwa ndio mwongozo wa maisha yetu ya ufuasi? Kwanza, heri walio maskini wa roho. Kuwa maskini wa roho, kama nilivyotangulia kusema, ni unyenyekevu wa ndani, kutambua utegemezi kamili kwa Mungu na kukubali kuwa mbele za Mungu hatuna chochote cha kujivunia wala kujisifu, kama anavyotuambia Mtakatifu Paulo katika ile somo la 2. Kristo anatuita sote kuukumbatia umaskini wa roho, kwa unyenyekevu, kutambua daima nafasi yake ya juu kuliko vitu vyote tulivyo navyo, kutambua utegemezi wetu mbele zake na kwamba bila yeye hatuwezi kitu chochote. Ni kuacha kiburi na majivuno, kuishi maisha ya imani, sala na kukubali neema ya Mungu ifanye kazi ndani mwetu, sio nguvu na uwezo wetu, si kujitegemea na kuona tunaweza kila kitu bila Mungu. Ni kukiri kwamba yote nilionayo ni Mungu ametenda, karama, vipaji, iwe elimu, iwe familia, iwe mali, iwe mafanikio yote yale. Mara ngapi tunatafuta sifa zetu kwanza, ndipo Mungu anafuata baadaye? Mara ngapi tunajipongeza kwanza sisi, ndipo baadaye tunamsifu na kumpongeza Mwenyezi Mungu, pengine kwa baraka mbalimbali anazotupatia. Umepata kazi nzuri, umefanikiwa katika mipango yako, umefanikiwa katika biashara zako, shukuru. Umeshindwa pia, mshukuru Mungu. Mungu anaona moyo, anatazama dhamira yetu ya ndani. Thawabu yao wote wanaojishusha na wanaojinyenyekeza, tunaambiwa ufalme wa mbinguni ni wao. Pili, heri wenye huzuni, maana watafarijika. Heri hii haimaanishi kwamba Mungu anatutia moyo tulie kila siku katika maisha yetu, la hasha. Katika maisha yetu ya kila siku wapo watu wanaolia. Yawezekana ni mimi na wewe tunaolia kila siku kutokana na unyanyasaji, ukandamizaji, ukosefu wa haki, ukosefu wa amani, ukosefu wa upendo, dhuluma, misiba, chuki na kadhalika, ndani ya jamii yetu, ndani ya familia zetu, ndani ya nchi yetu na katika dunia yote. Ndio watu hawa waliokuwa wakihubiriwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio watu waliopelekewa ujumbe wa faraja na nabii Zefania. Mungu anawalinda wanyonge, anawalinda wanaoonewa, anawalinda na kuwasikia wanaolia na wanaodhulumiwa. He has preferential option always for the poor. Kristo amekuja kubadili hali yetu. Hakuna kulia tena, hakuna kuhuzunika tena, kwa yeye anayetambua kuwa Mungu ndiye hakimu mwenye haki, kutambua kuwa mbinguni ndipo ilipo haki yetu ya kweli. Wanaowaumiza watu hawataishi milele, wanaodhulumu na kuwanyanyasa watu na kuiba haki ya wengine hawataishi milele. Tunasoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana maneno ya kutia moyo. Tuwapo katikati ya kilindi cha huzuni, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kitabu cha Ufunuo wa Yohane sura ya 21 aya ya 4. Maana ya pili ya kuhuzunika ni kuona uchungu kwa sababu ya dhambi na nia ya kufanya daima toba na kuomba huruma ya Mungu kwa ajili ya msamaha wa dhambi zetu na dhambi za dunia nzima.
3, heri wenye upole maana watairithi nchi. Upole ni kinyume cha hasira, si udhaifu, bali wenye uwezo wa kudhibiti. Ni mtu mwenye uwezo wa kudhibiti hasira na kuamua kutolipa kisasi bali kusamehe. Ni mara ngapi katika maisha yetu tumekuwa tayari kuwa wapole, kujishusha daima na kuwa chini ili tu kurejesha tena amani na furaha katika maisha yetu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu? Mara nyingi inakuwa ngumu sana kujishusha na shauku ya kulipiza kisasi inakuwa kubwa. Tumwombe Kristo atusaidie daima tuwe tayari kujishusha, maana wanaojishusha hao watairithi nchi. 4, heri wenye njaa na kiu ya haki maana hao watashibishwa. Njaa na kiu ya haki ni tamaa kubwa ya kutenda daima mapenzi ya Mungu. Ni shauku na kiu ya kumpa kila mtu kile anachostahili. Ni shauku na kiu ya kupinga dhuluma, uonevu, unyanyasaji. Ni kujitahidi kuishi maisha ya uadilifu na kutafuta haki hata kama itakugharimu. Je, mimi ni mtu wa haki? Je, katika kazi yangu nimekuwa mtu mwadilifu? Nimepinga rushwa, uwizi, ufisadi, unyonyaji, faida kwa njia za uongo, wizi, dhuluma na uporaji wa haki za wengine? Kristo anaahidi kuwa wote wenye njaa na kiu ya haki hao watashibishwa, kwamba tamaa yao na kiu yao ya kutafuta haki haitakosa malipo katika maisha ya sasa na maisha ya umilele. Tusali ili daima tuwe na kiu na njaa ya kutenda daima mapenzi ya Mungu. 5, heri wenye rehema maana watapewa rehema. Watu wenye rehema ni watu wenye huruma, wenye wema wa ndani unaoonekana nje kwa matendo. Ni kuonesha wema na huruma kwa watu wengine. Be good, be kind. It costs nothing to be good. Haitugharimu chochote kuwatendea wenzetu wema. Sema mazuri ya watu wengine. Ona uzuri wa Mungu ndani ya watu wengine. Kuwa na huruma, kuwa na uchungu na maumivu wanayopitia wengine. Je, mimi nipoje? Nimesema mazuri ya watu wengine? Nimekuwa mtu wa msaada kwa wengine, hata kwa mawazo tu au kwa faraja? Au nimewazimia watu simu waliponieleza changamoto zao, nikaona kama wananipotezea muda? Kuna wakati tunawakwepa watu, tunaona kama watatueleza mambo yao mengi na kutupotezea muda. Tunaona kama tutapata hasara tunapotoa sadaka yetu ya muda na kuwasikiliza wengine ambao pengine wanakuwa na changamoto mbalimbali wanazopitia. Huenda neno langu moja linaweza kumsaidia mtu kupiga hatua moja kwenda mbele. Take time, msikilize mtu anayekuja kwako. Be good. Anayehurumia atahurumiwa na Mungu vile vile. 6, heri wenye moyo safi maana hao watamuona Mungu. Kutoka kwenye lugha ya Kigiriki kataroi tekardia. Heri hii yamaanisha moyo safi au moyo usiogawanyika. Ni dhahiri kwamba mtu hawezi kumpenda Mungu kwa dhati na kupenda mambo mengine mengi ya kidunia. Kristo anatufundisha kuwa hatuwezi kumpenda Mungu vile inavyostahili kama tumejishikilia na mambo ya kidunia. Hatuwezi kuipata furaha ya kweli. Hatuwezi kumtumikia Mungu na mali, alishatufundisha. Ni mwaliko wa kuepuka tamaa za kidunia, kutugawanya moyo kwa kumpenda Mungu na kupenda mambo mengine mengi na kuendelea kuyashikilia. Ni kukubali daima kusafishwa na Mungu mwenyewe kwa kuruhusu mioyo yetu na dhamiri zetu ziongozwe kwa neno lake. Kuruhusu Mungu atakase fikra zetu, atakase mawazo yetu na akili zetu, ili daima tuweze kustahili kujiongea mbele zake kwa mioyo safi. 7, heri wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye mpatanishi wetu mkuu. Alimpatanisha mwanadamu na nafsi yake, mwanadamu aliyemwasi Mungu kwa dhambi. Kristo anatualika sote kuwa wajenzi wa amani. Maana ya wapatanishi hapa katika lugha ya Kigiriki ni waumba amani. Makarioi hoi airenopoioi. Ni neno la Kigiriki linalomaanisha creators of peace, wanaoumba amani, waendeshaji wa amani, watengenezaji wa muungano. Kumbe sisi sote tunaungana na Mungu kuleta upatanisho wa kweli. Zipo familia zenye migogoro, zipo ndoa zenye migogoro, jamii zenye machafuko. Tunafanya jitihada gani kuleta upatanisho wa kweli? Je, kuna nia ya dhati ya kuleta upatanisho au ni kuongeza petroli katika moto mkali?
Hawa wanaoleta amani, wanaotafuta upatanisho wataitwa wana wa Mungu, kwa kuwa wanajenga familia ya Mungu kwa haki, kwa amani na mshikamano. 8. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Wapo wengi kama nilivyotangulia kusema, ambao wanateseka kwa sababu ya kusimamia haki, kwa sababu ya kusema ukweli, kwa sababu ya kutetea wanyonge. Basi watazushiwa mambo ya uongo, watazushiwa habari za uongo. Kristo mwenyewe alituonesha mfano, alisema ukweli, alitetea wanyonge, alikemea maovu, mwisho akasulubiwa msalabani. Kumbe nasi tulio wafuasi wake tutegemee mateso, tutegemee dhuluma, tutegemee kusemewa mabaya, lakini hayo yote si kitu, kwa kuwa thawabu yao wanaotetea haki, hasa kwa ajili ya maskini na wanyonge, ufalme wa mbinguni ni wao. Katika Dominika hii tuombe neema ya kupanda daima mlimani, kumsikiliza Yesu katika sala, katika ukimya, kupokea mafundisho yake ambayo kimsingi ndiyo katiba, ndiyo mwongozo wa maisha yetu, na kuyaweka katika matendo, kukumbatia fadhila ya unyenyekevu iliyo mama wa heri zote, ili tuweze kuipata furaha ya kweli, yaani kuurithi uzima wa milele. Yesu, nijalie daima nitambue ya kuwa maisha yangu si kitu bila uwepo wako. Nipe nguvu ya kutumainia wewe siku zote, na kutambua ya kuwa utajiri na furaha ya kweli tutavipata tutakapoungana nawe, tutakapokuona uso kwa uso. Nawatakia nyote Dominika njema ya 4 ya mwaka A wa Kanisa. Niliyaletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo, mahangaiko ya watu tujifunze. Tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo.